Sasa tuelekee huku ambapo tunakutana na mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedius Emmanuel. Amekiri kwamba baadhi ya wafugaji katika wilaya hiyo wameenda kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kumshtaki kwa madai ya kuondolewa katika eneo lao. Mwanahabari wetu Mohamed Chomvi ambaye hajawahi kushtakiwa yupo Kiteto ana habari hiyo. Leo kuna baadhi ya wafugaji wameondoka asubuhi, nadhani wameondoka jana asubuhi, wanaenda kwa Mheshimiwa Rais kumshtaki mkuu wa wilaya. Sisi tulishazoea, ni kawaida, lakini tunakuwa na ujasiri kwa sababu Migogoro ya ardhi Kiteto imetajwa kuwa tishio, pamoja na kwamba watumishi wa serikali wamekuwa wakikabiliana nayo kila mara. Mbele mtango mwaka 2013-14 Mheshimiwa Naibu Waziri ilitokea mapigano makali sana, serikali ikaingilia kati. Na hata hivi tunapozungumza timu ya mkurugenzi imekuwa ikizunguka wiki nzima kwenye maeneo hayo. Kisha hapa mkuu huyo wa wilaya Kiteto akatolea mfano wa vijiji vyenye changamoto ya migogoro hii ya ardhi. Nataka nitoe mfano huo kwenye eneo hilo linaloitwa Ngusero ni Mheshimiwa Naibu Waziri. Tumeenda kwenye hilo eneo mwaka 2014 mpaka walianzisha matumizi bora ya ardhi. Kwenye lile eneo Mheshimiwa Naibu Waziri ni zaidi ya hekta 9112.77. Lile eneo tangu mwaka 2014 watu walianza siku hiyo kulima mpaka leo. Kwa hiyo tumekuta mle ndani karibia robo tatu linalimwa. Lakini mle ndani kuna kitongoji, mle ndani kuna shule, mle ndani kuna makazi ya wafugaji hawa. Kwa jamii ya kifugaji ikaja kwangu, mkuu wa wilaya, eneo la malisho limevamiwa Mheshimiwa DC. Nikawaambia tusiandikie mata wakati wino upo, tukafunga safari tukaenda kwenye lile eneo na watu wa ardhi. Tumefika mle ndani tumekuta eneo lote karibia limelimwa. Sasa busara za ni utaratibu gani anaotumia mkuu huyo wa wilaya kutatua migogoro hiyo? Wakuta watu wanalima mle ndani. Afisa ardhi yupo na wataalamu na mkurugenzi yuko hapa. Kwenye taratibu za mipango ya matumizi bora ya ardhi, unapokuta mtu analima mle ndani, kama unayafanya mpango uwe ni wa malisho, wale uliowakuta lazima wafidiwe au wapewe maeneo mengine. Hicho kitu hakikufanyika, ndio kimetutesa pale. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Kiteto Hassan Losioki akizungumzia hali ya mifugo Kiteto anasema, kama serikali mtaona namna gani ya kuweza kuwasaidia wafugaji wetu walau isije kafikia hatua ya mifugo kuanza kufa. Kuingiliwa kwa maeneo ya malisho ya mifugo, kama yale maeneo yote yanaingiliwa, lakini changamoto nyingine ni kutokana na kutokukamilika kwa ujenzi wa bwawa la Kaiwamu. Akizungumza na kamati ya usalama Kiteto, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Mwasi Kamani, atakayeonekana amelima katika eneo la malisho ambalo kikanuni limekuwa gazetted kwa ajili ya malisho, maana yake sisi hatutahusika na ulinzi wa mazao yake. Sawa sawa? Sisi hatutahusika na ulinzi wa mazao yake. Maana yake ni jukumu la mkulima kufuatilia matumizi ya ardhi anayokodishiwa kabla hajaingia kulima. Na kulima. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa Mwambuli wa EATV. Shukrani sana.